kwa matendo yake makuu anavyotenda kwetu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mara zote mimi nimesema ninaamini katika miujiza. Biblia ukisoma toka mwanzo mpaka Ufunuo imejawa ishara na miujiza. Ninaamini katika miujiza na nimemwona Mungu sana katikati ya familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mbelenu tuna binti yetu mzaliwa wa kwanza, amepita katika shida ya ugonjwa muda mwingi sana, lakini tumekuwa tukimsihi sana Mungu. Kipekee nimekuwa nikimsihi sana Mungu, tena kwa machozi, nikijifungia au nikiwa pamoja naye, na nimemwona Mungu akimtetea toka ameanza masomo yake mpaka sasa yuko kidato cha 4. Lakini zaidi namshukuru Mungu kwa maombi ya watakatifu wake. Baba mchungaji naamini ameendelea kutaja familia yetu na familia nyingi hapa kanisani. Lakini watumishi wa Mungu wa injilisti wameendelea kutuombea. Sio rahisi sana unapokuwa kiongozi kila siku kusimama kushuhudia kwamba napita katika hili, kwamba nauguza. Ni vigumu muda mwingine. Lakini wengi tumeungana kwa namna ya kumsihi Mungu ili atende jambo katikati ya familia yetu, na tumemwona Mungu akitenda. Injilisti Stanley Kihanga ameendelea kusimama pamoja nasi. Na kwa ufupi, wiki iliyopita ilikuwa Jumatano, binti yetu akawa amezidiwa huko shuleni anakosoma, Mbozi Oswe Girls. Na mimi kama mwalimu ninajua, mke wangu pia ni mwalimu, mpaka walimu waruhusu mtoto arudi nyumbani kutibiwa, aliyeko bwenini ujue amezidiwa. Alikuwa hawezi kutembea, tumbo na namna mbalimbali udhaifu kwenye mwili wake. Nimepigiwa simu, mimi niko Mbozi na mimi lakini nafanya kazi kijijini sana. Kwa namshukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu, akampokea. Tukaenda hospitali ya rufaa, kafanyiwa vipimo, moja ya kipimo kikubwa MRI, kujua tatizo ni nini kwenye miguu yake. Ana udhaifu sana kwenye miguu. Kipimo tukaambiwa kwamba mtasubiri baada ya siku 2. Jumatatu ya wiki hii tukafuatilia majibu ya vipimo. Vipimo vilionyesha kwamba hana changamoto kubwa sana kwenye mishipa yake, lakini pia kwenye uti wa mgongo. Maana walifikiri pengine hiyo ndio inakuwa shida kwenye miguu yake. Tukamshukuru Mungu pia hilo, kwa sababu tulimweka mikononi mwa Mungu. Jumapili iliyopita tuliokuwepo, alipita hapa mbele, aliombewa. Kwa tukaona Mungu bado anaendelea kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Akapewa tu dawa arudi kwenye masomo yake. Jumatano ya wiki hii amerudi shule. Najua anaendelea vizuri, anaendelea na dozi, na kweli ameondoka akiwa amechangamka. Alhamisi tena juzi tu tunapigiwa simu, mtoto hawezi tena kutembea, na hisi babu zinambana, hawezi kupumua vizuri, na kwa namna alivyo hatuwezi tena kuendelea kukaa naye. Tuone utaratibu arudi nyumbani. Ikiwa niko kijijini huko, mke wangu taarifu nasema hii ni nini sasa Mungu, jitwalie utukufu mwenyewe. Ni mara zote hata kabla tujaenda hospitali namuuliza Mungu kwanza, namtanguliza Mungu kwanza. Nini hii? Mbona tumeomba? Mbona iko hivi? Lakini kuna muda mara nyingi hata hapa nimesema kuuliza kwa Mungu haitakiwi sana. Haleluya. Nenda eleza haja yako. Basi aliporudi nyumbani hiyo Alhamisi jioni, hospitali ya kwanza ikawa kwenye madhabahu hii. Lakini tunamshukuru Mungu, hiyo Ijumaa amefanyiwa maombi mahali hapa, ameendelea kuimarika. Mimi narudi usiku karibia saa 4 kutoka kijijini huko Mbozi,
usiku wa Ijumaa saa 4 usiku akiwa ametoka kwenye maombi, nikaona, nasema ni kweli baba nilizidiwa, lakini baada ya maombi naona kama nimeendelea kuimarika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo pamoja na kwamba alifika, nilijua baada ya maombi Jumatatu ambayo ni kesho tunawahi tena rufaa kuona ni nini tena kimejiri. Mbona walisema kuna shida kubwa sana, hii shida ni nini? Na wachukulia muda, lakini kwa ufupi, nikiwa katikati ya ibada ya kusifu na kuabudu ya idara ya vijana pale Uyole, akaniandikia tena ujumbe yeye mwenyewe, akasema, baba, ninamuona Mungu, nimepona kabisa, miguu tena siwezi kuchechemea, ninatembea, nimeimarika, hata tumbo sio shida tena. Nilimshangaa sana Mungu. Yaani hata nilienda ibadani kule, kabla ya haya majibu aliyoniambia kwamba sasa nafanyaje, mwenyekiti wetu wa idara hayupo na viongozi hatupo, naenda tu, Mungu endelea kushughulika na huyu. Lakini mke wangu ameendelea kumuombea, viongozi hapa wengi tuliowapa taarifa wameendelea kumuombea, amepona. Naomba utembee mwanangu, utembea. Wengine mlimuona Jumapili iliyopita alikuwa hawezi kabisa hata kutembea vizuri. Tunamshangaa Mungu kwa uponyaji wake. Asante sasa. Kwa hiyo mama, kuna haja tunaenda tena rufaa. Haleluya. Kwa hiyo rufaa yetu tumeikatia hapa. Haleluya. Na ninamshukuru Mungu amenipa mke mzuri kwa ajili ya hawa watoto. Wachache mnajua, mimi mara nyingi niko mbali. Na hawa walianza kazi huko Njombe. Muda wote yuko pamoja nao, anawaombea. Babao na mimi nikienda tunaugua pamoja, tunalia, tunawaombea. Na hata wanapoenda shule nawaambia, hamna baba mwingine, baba yenu ni Mungu ninayemtumikia. Na huyu Mungu awe nanyi. Ikiwa wengine kwenye masomo ya mkini wataenda na ilizi zao, mimi nawapa jina la Bwana wa majeshi. Na moja ya zawadi hata kubwa niliyompa mwanangu ni Biblia, kwamba nenda na huyu Yesu ninayemtumikia. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mke wangu, amefanyika baraka sana. Mtoto wangu mwenyewe angesema mwenyewe, mnamfahamu, ni mpole kama baba yake, lakini ana aibu kama baba yake, ana miguu mirefu kama baba yake. Hata wadogo zake kuna muda wanamuonea, inabidi tu wazazi tunasimama, nyie ase ojojo dada gwetu. Haleluya. Kwa hiyo kuna ukali fulani sisi inabidi tuingize wasimuonee wadogo zake. Asante Mungu aliyetenda. Asante watumishi wa Mungu ambao tunaungana kwenye maombi. Kumtumikia Bwana kuna faida. Biblia inatuambia hakika hapana uchawi wala uganga juu ya Yakobo na Israeli. Sasa habari zitasemwa, ni mambo gani haya Bwana ameyatenda. Hiyo ni Hesabu 23:23. Ninaamini kabisa katika hilo neno. Na katika mambo yote Mungu hufanya kazi na pamoja na wale wote awapendao katika kuwapatia mema. Mungu awabariki sana. Huu ni ushuhuda wetu. Tunamshukuru Mungu. Hatuna maneno mazuri. Mungu peke yake. Uponyaji anapoponya Mungu, muda fulani hata huwezi kueleza vizuri, lakini Mungu ametenda. Haleluya.